Siku ya tatu hii ni ya pekee sana, ni ya baraka sana, ni ya neema sana. Sasa leo tunamalizia siku yetu ya tatu ya toba. Ya kwanza nilikwambia ni toba ya kurudi au kugeuka. Ya pili nikakwambia jana ni toba ya kizazi au vizazi. Unaweza ukafuatilia hapo kwenye YouTube yetu, wewe ambao unanitazama leo, Tent of Refuge Church of All Nations. Pitia hapo siku ya kwanza ya mfungo wetu wa 21 days, siku ya pili utaona, lakini leo ni siku nyingine ya tatu. Siku nyingine ya tatu. Kwa nini tunatubu? Ni kwa sababu tunatafuta kibali machoni pa Bwana. Kwa nini tunatubu? Ni kwa sababu tunakubali kwamba sisi ni wakosefu. Kwa nini tunatubu? Ni kwa sababu tunajua maana ya kutubu. Kwa nini tunatubu? Ni kwa sababu tunatafuta mahusiano mazuri na Baba yetu. Hiyo ndo maana halisi ya toba. Siku ya kwanza ni toba ya kurudi. Siku ya pili ni toba kwa ajili ya vizazi ambavyo zile dhambi ambazo vizazi vyetu vilipatia. Nifundisha jana, vizazi vyetu, kuna dhambi ambazo umezipata wewe lakini si wewe, ni vizazi vyako, bibi yako, babu yako, ukoo wako. Kuna dhambi zinazokufuata lakini si wewe, umezaliwa hujui, lakini umezaliwa na mchawi, umezaliwa na mganga wa kienyeji, umezaliwa kwenye familia ya kichawi. Kwa hiyo unajikuta unaishi kwenye dhambi ya vizazi. Unajikuta unatenda vitu, ni yale Paulo alosema, yale ni yatamanio kuyafanya siyafanyi, lakini nayafanya yale nisiyotamani kuyafanya. Unatamani kukaa vizuri na Mungu lakini huwezi. Baada ya muda unadondoka chini, unaangukia pua. Wasiojua wanaweza kukucheka, lakini unakuta ni dhambi au ni uovu wa vizazi. Yaani kizazi chenu hakuna ambaye anatakiwa akae na Mungu. Kwenye kizazi chenu hakuna ambaye anatakiwa aokoke. Kwenye kizazi chenu mna uadui kabisa na kanisa. Ukija kanisani tu watahakikisha wamekutoa. Kwenye kizazi chenu hakuna anatakiwa akae na Mungu. Kwa hiyo watakujaza roho ya uzinzi, roho ya ukahaba. Unakuja kanisani unafikiri umekuja kusali, kumbe umekuja kumwangusha mtumishi. Unakuja kanisani kumbe wewe kazi yako ni kusaka watumishi tu. Unashangaa tu kuna karoka na kuingia tu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wewe kazi yako ni kuangusha kanisa. Ukishafika hapa unashangaa tu unafurahia jinsi ambavyo huoni watu. Unafurahia tu, yani wewe raha yako tu nione viti vikiwa. Siku viti vikijaa unalia. Yaani ndani ya moyo wako unasikia uchungu. Leo kanisa limejaa. Siku viti vikiwa havina watu kanisani ndio unafurahi. Tena unaenda unahadisia. Na unawezekana hujielewi, lakini unaenda unahadisia huko unaona kanisa lina watu kabisa. Yaani leo watu hawajaja. Yaani sijui Mungu wangu mama atakuwa amefanya nini. Nabii jamani, tena unajikuta unacheka kabisa. Sijui atakuwa amejisikia na furahi. Sasa unajiuliza, ukiulizwa na watu, kwa nini unafurahia kanisa jinsi ambavyo watu labda wameshindwa kuja? Huna sababu. Anasema Yesu asifiwe. Ndio wale wachao wa kutumikishwa pasipo fanyaje? Kujua. Kwa nini unafurahia kanisa ukisikia labda mtumishi huyu kafanya hivi? Yaani wewe unafurahia tu. Yaani wewe kanisani ukija unachunguza tu, nani kafanya hivi? Kagombezo. Nani kafanya katengwa? Yaani wewe ndio mambo yako unayofurahia. Yaani ugomvi unavyoendelea wewe ndio unafurahia. Lakini unajikuta ni nini? Ni dhambi ya vizazi. Ni dhambi, ni uovu wa vizazi. Yaani unakusababisha tu unaingiliwa na karoho fulani. Ndio maana ni vizuri kujifanyia mapping na kujikagua. Yaani wewe unakuwa tu mpinzani wa madhabahu. Bila hata mtu akikuuliza ni kwa nini, hujui. Mpinzani wa kazi ya Mungu. Mpinzani wa watumishi. Wao wakorofishe tu ili uone jinsi anavyokereka. Akikereka wewe ndio unafurahi. Wewe ukae tu umuone jinsi ambavyo anasemwa, na wewe ukae hapo usikilize useme jamani wamseme wammalize. Alafu hapo na wewe moyo wako unafurahi. Alafu ukija kusema jamani naipenda madhabahu yangu nampenda. Yaani lakini umeburudika, yani kama vile mtu kanywa Coca baridi wakati ana njaa. Ni kama sasa hivi mtu akuletee Coca-Cola baridi. Sasa hivi yaani kwa kufungulia unakuja unachewa. Yaani unajisikia raha. Wala hata hamna kinachokukereketa. Yaani unafurahi. Yaani unacheka, yaani ukisikia Steven amesema, ukisikia baraka, ukisikia wa praise wanasema, yaani wewe unaburudika unasema ni kweli, hata mimi ninaona. Na huko kanisani umeona ni kweli, hata mimi niliona. Nikasema tu ninyamaze, niangalie. Hata mimi niliona, ni kweli, niliona nabii amejitenguka anguke. Hata uliona, hata mimi niliona karibu aanguke, madhabahu inamkataa. Ni kweli, yaani unafurahi, yaani kama vile
unasikia burudani. Mama, hebu kaa tuelezane vizuri. Baba, hebu endelea vizuri. Unakuta ni mke na mume wanasengenyana ndani sana. Baba wangu, yani hata uliona, nilimuona. Yani unasikia burudani. Sasa ukiona unakaroka namna hiyo, uovu wa kizazi uko ndani yako. Unafurahi mikwamo tu ya kazi ya Mungu. Yaani unafurahi. Imepatikana shilingi ngapi? Tunataka labda 500,000. Imepatikana shilingi ngapi? 1,200,000. Hata hivyo nyingi. Ikipatikana kama 80 au 20. Bwana asifiwe. Amen. Imepatikana 500,000 yote. Kutakuwa kuna kitu kinachoendelea. Yaani mikwamo tu. Yaani huna sababu. Tukikuuliza sababu ya msingi, huna. Sadaka kutembeleza nyumba ya nabii imepatikana shilingi hamna. Tutatoa tu 5,000, 2,000. Inatosha. Inamtosha. Hamna. Anakulaje? Hamna. Yaani unafurahia. Jesus. Sasa ukijiona hivyo, mara nyingi wewe ni mchawi tu, kasoro kuruka na ungo. Ni mchawi kama wachawi wengine. Kasoro tu ni kwamba wewe hujapewa access ya kupana ungo. Lakini unakuta uovu wa familia unakufuata. Ile dhambi ya uovu wa babu yako na bibi yako inakufuata. Ule uovu ambao aliufanya babu yako wa roho ya upinga Kristo uko ndani yako kwa siri. Na unatenda kazi kwa siri. Ukisikia shuhuda, ukisikia mwingine amefanywa kitu kanisani, ukisikia mwingine katajwa, ukisikia mwingine roho inakufurukuta, ukisikia mwingine kasifu vizuri, ukisikia mwingine kahubiri vizuri, roho inakuuma. Ukiona hichi, yani wewe chochote kinachohusu mambo ya Mungu, ukisha kisikia tu mwingine kamba, yani wewe roho inakuuma. Yani usitafute uchawi mwingine. Unakuta mara nyingi ni uovu ule wa babu zako. Sasa nilikwambia jana, ni family blood inaongea, unatembea ndani yako, uovu wa kizazi. Ndio maana ni muhimu jikague kila wakati. Wewe unafurahia kazi ya Mungu, huifurahi? Unafurahia mapenzi ya Mungu, huyafurahi? Jipime mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asije mwovu akakunyang'anya. Ulichonacho ni cha thamani, ni cha kushika na kung'ang'ana. Usifikiri watu wanafurahia ulivyokaa kwa Mungu. Usifikiri watu wanafurahia, au wachawi au magugu wanafurahia eti umekaa hunywi pombe, huendi klabu, eti umekaa kwenye madhabahu, eti unakaa kwa utakatifu. Damu safi zinatafutwa. Damu safi zinatafutwa. Mwambie mwenzako, damu safi zinatafutwa. Kwa hiyo unaweza ukafikiri wewe ni wa kawaida, lakini unapokuwa katika hali ya kujitakasa, achana na mambo kwanza ya majibu mengine. Unapokuwa katika hali ya utakatifu, katika hali ya kutakasika, wewe ni potential. Yani wewe ni kitu kinachotafutwa. Yani damu yako tu inatafutwa. Ndio maana nawaambia mabinti zangu, hata na vijana, hata na watu wazima, jichunge. Adui akija kwako, binti au kijana, wewe ambaye ni mtakatifu unampenda Mungu, hatafuti uzuri wako wala uendi somewhere. Anatafuta damu yako safi. Na hiyo damu safi kuna wakati inahitajika, na inahitajika sio wakati inahitajika sana kuzimu kwa ajili ya kazi maalum. Ndio maana unakuta kuna binti moja alikuja hapa, ni wakala wa kuzimu, mchawi. Nilipomkamata akasema, nimemtafuta mtumishi fulani anayeimba pale kwa sababu ana damu safi. Natakiwa nipeleke damu safi. Sasa damu yako inapokuwa safi, unakuwa threat kwenye ulimwengu wa giza. Wewe unaweza ukaona tu. Kwa hiyo unapokaa hapa, unazidi kutakasika. Damu yako inazidi kuwa safi. Inapozidi kuwa safi, atatumwa mtu kama gugu, kama nguruwe, kukutoa sasa kwenye mstari wa damu safi, aichafue damu yako kwa namna yote, akuchafulie damu.
Sasa achana na majibu mengine, kazi, nyumba, sijui nini. Unapokaa kwenye madhabahu, ukakaa katika hali ya utakaso, ukakaa katika hali ya kumpenda Mungu, ukakaa katika hali ya kutembea na neno la Mungu, ukakaa katika hali ya utakatifu, ukakaa vizuri, yani hicho tu kinatosha kuzimu kuwatingisha na kuangamiza na kuipindua, kwa sababu damu safi zinavyozidi kuongezeka, ulimwengu unazidi kupinduliwa. Zinapozidi kuongezeka, ina maana Mungu atapata mahali pa kuchochea moto wake. Ina maana kila siku ulimwengu wa giza unaharibiwa. Kwa hiyo ili waharibu damu yako safi, wakutoe tofauti na majibu, basi atatumwa mbwa, atatumwa nguruwe, atatumwa gugu kuja kukuangamiza na kukutoa madhabahu. Kwa hiyo damu yako safi ni potential ya kwanza, na wachawi wanatafuta damu safi. Ndio maana usihangaike kujichafua, usijichafue. Damu yako inatafutwa safi, na kuzimu wanakuwa wanagenda kabisa. Sasa hivi hatutaki mtu mwingine, tunataka damu safi. Once unapojiachia unaishi kiholela, damu yako ile safi ujui inatafutwa. Wakiipata wanainyonya chap, na ndio maana wakishapata ni kwa uzinzi, wanakugonga muhuri pa. Yesu asifiwe. Anasema nitawapiga tena nitawadhibu mara 7. Sasa leo watu wanapigana na matokeo, hawapigani na mizizi na vyanzo ambavyo vinaleta matokeo. Sasa Mungu kumbe hawezi kuingilia kati, hawezi kuachilia divine intervention kama wewe ni mdhambi. Anakuambia nitakupiga mara 7. Sasa wengi wanaingilia, anasema naingia mwaka huu umebadilika mbaya, lakini anarudi pale pale kwenye matokeo ya dhambi, anayagusa, anaacha kukamata dhambi yenyewe, kuipiga, kuinyoosha, kuifungia chini, kuiharibu, anapiga tu matokeo matawi. Mwisho anashangaa, mbona mwaka haui kama vile ilivyotabiriwa? Mbona mwaka kwa wengine umekuwa mzuri, kwangu umekuwa mbaya? Mbona wengine wanaona mimi sioni? Mbona wengine imekuwa? Anaanza kuonea wivu hata wale ambao wameona. Kumbe wenzao walishika dhambi, wakajitakasa, wakaiacha dhambi, wakaiondoa dhambi, wakakaa mbali na dhambi, alafu wakaanza kutembea kwenye hali ya utakatifu, wakaanza kutembea kwenye mapenzi ya Mungu, maana walikubali kubadilika na wakatakasika, wakaishika dhambi, wakajitakasa. Ndio wakafata sasa matawi kuyakata na kuyapruni, wakatembea kwenye mapenzi ya Mungu, na mwisho sasa mambo yao yanaenda, vitu vyao vinaenda, divine intervention inafanya kazi kwao. Wao unabaki kusema kumbe ulikamata matokeo tu, lakini ukikamata chanzo cha dhambi. Mwambie jirani yako leo, fuata chanzo cha dhambi. Mwambie tena, fuata chanzo cha dhambi. Fuata chanzo cha dhambi. Acha kukata matawi. Sasa unapigwa si kwa sababu unapigwa kwa sababu Mungu anakuonea, Mungu anakutani. Unapigwa na matokeo yaliyotoka yako ni ya kupigwa kwa sababu ya dhambi. Na hatuwezi kuona matokeo makubwa kama tutakuwa watu wa dhambi. Nakwambia kila siku dhambi ni tamu, ukilamba ni kama asali hivi, lakini mwisho uishia shubiri. Wakati unalamba ni tamu sana, utalamba, mwisho wa siku unakutana na shubiri chungu. Kutema huwezi, maana ulishaanza kuilamba. Dhambi ya ufisadi ni tamu sana, ukilamba ni kama shubiri. Mwisho ukikutana na shubiri ni chungu. Kwa sababu wakati unaiba hivyo vihela vidogo vidogo kazini, wakati unafanya ufisadi mdogo mdogo kwenye hayo maeneo yako ya kazi, wakati unafanya hivyo vitu vilikuwa ni tamu sana. Unafanya ufisadi ukapeleka tofali 100, ukafanya ufisadi ukapeleka tofali 300, ukafanya tena ufisadi ukapeleka mtoto international school, ukafanya tena ufisadi ukaiba, ukamtoa, ukamaliza gorofa lako, ukafanya ufisadi ukanunua hama,
ukafanya ufisadi, ukafanya hivi, ukafanya ufisadi, ukafanya, yani ni raha, yani unailamba dhambi, lazima yes. Watu wakikuza wanakuambia yes, mambo ndo haya. Wewe mmechelewa, mpaka unajiuliza mtu, hivi nimechelewa wapi? Mbona kama anaenda haraka haraka, mimi nilikuwa wapi? Anakuambia wewe acha tu, Mungu akiamua kukunyoosha mkono. Kumbe anafanya ufisadi, anaiba milioni 200, 300. Sasa dhambi ikishafika kwenye shubiri, hebu sema kwenye shubiri. Hebu sema kwenye shubiri. Imefika kwanza kwenye shubiri. Sasa umekamatwa. Umekamatwa. Na vidhibitisho vyote vimethibitisha kwamba wewe na wewe na wewe na wewe na wewe ndio umefilisi kampuni, ndio umeleta uharibifu hapo kwenye hiyo kazi, ndio umeleta uharibifu kwenye hiyo idara. Mnakamatwa. Mkisha kamatwa sasa, wakati wa kuwekwa ndani, sikiliza matokeo ya dhambi. Nabii wa Mungu, omba tu sana. Yaani nabii kemea, nabii piga, sijui ni pepo gani hili, sijui nani kanilani. Unakasirikia mpaka ukiamua sasa miaka 10, 20 jela. Haribika kila chemichemi ya uovu inayotokea kwenye fikra zangu. Haribika fikra, haribika fikra. Unapokea kwenye macho, unapokea kwenye macho, kisha unaweka kwenye fikra. Unapokea kwenye masikio, unakamata kwenye fikra. Kisha naenda kuzini, kisha nafanya uovu, kisha naanza kuiba, nafanya ufisadi. Nimekataa 26 kukaa kwenye hali ya dhambi. Nimekataa. Kisha naanza kuingia kwenye uharibifu, naanza kumkataa Mungu, naanza kushawishika kuingia duniani tena, na kunywa pombe. Fikra zangu, nafuta vileo, fikra zangu. Utakasike sasa. Atakasa fikra, takasa fikra za watoto wako, takasa fikra zako, takasa. Kisha naanza kuloga, naanza kuua tena. Atakasa fikra zako, takasa fikra, chemi zilizoko kwenye fikra yangu, na zitakasa fikra zangu, na takasa fikra zangu. Fikra zangu zitakasike. Sitakubaliana na uchawi wao, sitakubaliana na ulozi wao, sitakubaliana na vitu vyao, sitakubaliana na maagizo yao, sitasikiliza sauti zao, sitasikiliza wanachoniambia waasi, sitasikiliza. Nakataa chemi ya uovu kwenye fikra yangu. Yes, takasa fikra yako. Mwambie Baba ni rehemu, nitakase fikra zangu. Ni rehemu e Bwana. Nina mawazo mabaya kila wakati. Ni rehemu e Bwana. Kumbe ndo connector iko kwangu. Kumbe ndo connector inatokea hapa. Ninawaza vibaya juu ya mume wangu. Ninawaza vibaya juu ya watoto wangu. Nina dhambi chemichemi. Ninawaza vibaya juu ya mwenzi wangu, juu ya mchumba wangu. Ninawaza vibaya juu ya kazi. Ninawaza vibaya juu ya kanisa. Ninawaza vibaya juu ya madhabahu, juu ya nabii, juu ya mchungaji. Ninawaza vibaya. Baba nisamee. Baba takasa fikra yangu. Ninawaza vibaya juu ya bosi wangu. Ninawaza vibaya juu ya watu wa kanisani. Ninawaza vibaya juu ya ndugu. Ninawaza vibaya. Fikra yangu Bwana itakasike. Yes, takasa hiyo chemichemi ya dhambi kwenye fikra. Haribika. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na mimi na damu ya Yesu, damu yako na chemichemi zote ziharibiwe za dhambi, nimeziloweka kwenye damu ya Yesu. Aimalizia, mwambie Baba nioshe, Baba nisafishe kwa damu yako. Baba naomba unirehemu, Baba naomba unisamehe. Omba toba sasa, omba hizo chemichemi zifikiwe kwa damu ya mwana kondoo, zikaribiwe. Iwe ni kwenye fikra, iwe kwenye moyo, iwe ni kwenye nafsi. Chemichemi zinazozaa kiburi, chemichemi zinazozaa roho kukosa utii kwa Mungu, chemichemi zinazozaa roho kukosa utii kwenye madhabahu, zinazozaa roho kukosa utii kwa Bwana. Mbingu hazikusaidii, mbingu hazikutetei kwa sababu kukosa utii. Chemichemi zinazozaa roho ya uchawi, roho ya uzinzi, roho ya washirati, chemichemi zote zinazozaa uovu, zimiminie damu ya Yesu. Sema fikiwa na damu ya Yesu. Haribika Baba, naomba unisamehe. Haribika Baba, fikra zangu nazamisha kwenye damu, nafsi nazamisha kwenye damu. Chemichemi zinazozaa kiburi kutokana na kabila lako, kutokana na dini, kutokana na mazingira uliolelewa, kutokana na ukoo wako, kutokana na chochote. Sema bomba likatwe hilo, chemichemi hizo ziharibiwe. Zinazozaa roho ya kiburi, roho ya husda, roho yote ya kila wakati naanguka kwenye uzinzi na uchafua hekalu la Mungu, chemichemi hizo zikaharibiwe. Baba naomba unitakase, Baba naomba unirehemu. Robo shantara, rehemu watoto wangu, rehemu mume, rehemu mke wangu, rehemu familia yangu, rehemu e Bwana. Wote chemichemi zinazozaa uovu juu yao, wanauza vilivyo vya thamani. Baba ukaturehemu, Baba ukatusamehe. Baba chemichemi za uovu mianzie, Baba natubia na mimina mafuta, na mimina damu Yesu. Ripo shaka, ripo sa, ripo konda, ripo siki, ripo shiki, manto, yabo sokorika. Yes.